Irani inazidi kudhoofika kabisa kwenye issue ya uongozi baada ya kiongozi wake Larijani kuuawa na makombora ya Israeli mapema siku mbili hizi, na taarifa imeripotiwa jana, na wengi imekuwaje fululizo target za Israeli zimekuwa zikihiti sehemu husika za Irani na kuwaua viongozi wake wengi. Tunajua Februari 28 aliuawa kiongozi wao mkuu, Supreme Leader Ali Khamenei, ambaye aliuawa mapema, lakini pia akiwa na baadhi ya familia kabisa. Sasa muendelezo umekuwa ukiendelea kwenye ile kombora la tarehe 28. Siku ile waliuawa pia viongozi wengine kama watatu wa kijeshi ambao walikuwa ni wakubwa na walikuwa ni muhimu sana, na ni viongozi walikuwa target zaidi ya juu wa Iran. Ikaja ripoti kueleza ilikuwaje wakauawa katika nyakati moja ambayo Israel iliweza kutarget sehemu muhimu na kuua viongozi wote kwa mara moja. Ikajulikana kwamba walifunga kamera katika taa zao za barabarani ambazo zilikusanya taarifa muhimu kuhusiana na viongozi wao muhimu na kuweza kujua mienendo yao ndani ya nchi yao ya Iran. Kwa hiyo walitumia taa zao za barabarani kufunga kamera zao za ndani za siri, ambao kikundi kile ama tunasema ni taasisi ya intelligence ya Mossad ambayo iliweza kunyaka taarifa zile nyeti na kuweza kuangamiza viongozi wao kwa mara moja. Sasa ameuawa kiongozi mwingine ambaye ni mkubwa zaidi na ndo kiongozi ambaye alibaki katika ile cabinet ya viongozi. Wengi wakijiuliza imekuwaje, na yeye alikuwa anatoa matamko, lakini kurejea pale kuhusiana na intelligence ya hali ya juu ya Israel kupitia taasisi yake ya Mossad ambayo iliweza kuchunguza kwa hali na mali kujua mienendo ya kiongozi huyu na atakuwepo wapi, na ameuawa pamoja na mtoto wake. Sasa taarifa za awali zinaeleza tu kwamba ile kuonekana kwa mara kwa hivi karibuni alionekana kwenye ile siku ya Quds ambaye alikuwa na wenzake, alikuwa kama na hili ilikuwa ni hatari sana kwake kwa sababu ilikuwa inawapa watu nafasi sasa wa Mossad wa kuweza kusoma mchezo na kujua harakati zake kwa ujumla. So ndio hivyo. Sasa hivi tumeona Irani imeshaanza kutangaza kujaza nafasi zo wazi ili wasiache gap la vita, lakini so far mpaka sasa hivi Israel na Marekani imefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu lengo lao lilikuwa ni kuangamiza uongozi wao wa juu ambao ulikuwa na mipango mikakati na mbinu zote za kivita kuhusiana na wanaopigana, lakini pia sera na siasa walikuwa wanazishikilia wao. Una maoni gani kuhusiana na hichi? Mimi ni Yasin Ngitu.